Kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuchagua sisi kuudiriki mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Hii ni mapenzi makubwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna wengine walitiania kabisa kwamba mimi nitaishi ovyo ovyo, maisha yangu ya ovyo ovyo, sina utaratibu, lakini ikija Ramadhani nitaacha makosa yote, nitajirekebisha, nitaanza kuwa mwema, nitakuwa na ibada, naingia msikitini, kila la kheri nitalifanya. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akupenda, amewaondoa mapema nje ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ndugu zangu, mwezi mtukufu wa Ramadhani ukija, lengo kuu la Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mapenzi yake, Mwenyezi Mungu anafanyia mambo ya kheri mengi sana, mambo mema mengi sana, lakini katika yote kubwa zaidi ni kutufikisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Anatukusanya Mwenyezi Mungu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, anawafunga washawishi wabaya, anawatia minyororo ambao ni mashetani. Kwa hiyo inakuwa laini, inakuwa rahisi kwa Muislamu kuingia msikitini na kuwa mpole, kuwa mwema, kuwa mtu wa kheri, akawa anafanya ibada, anafunga, mtu wa baraka anakuwa Muislamu. Wengi anatukusanya msikitini, lakini anapotukusanya msikitini tunakujazana wengi sana, tunaacha maovu yetu. Lengo ni kwa ajili ya ile miezi 11, ndio lengo kuu, ndio tutekeleze miezi 11. Ni kama ndio mechi yenyewe, haya ni mazoezi. Kwa hiyo mechi yenyewe ni kama miezi 11. Kwa hiyo ombi langu kwenu ndugu zangu, tuamke usiku tu tunaswali, tunaomba dua, tunaomba Mwenyezi Mungu. Tumwambie Mwenyezi Mungu, ewe mwenye kubadilisha nyoyo, itie uthabiti moyo wangu katika dini yako. Dua hili tuliombe sana. Kwa sababu gani tuombe dua hili? Kwa sababu ikisha Ramadhani kuna wengine watachaguliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala waendelee katika ucha Mungu. Nasema wewe tumekupenda, endelea. Lakini wewe tunakushukuru sana kwa kushiriki kwako, toka nje. Wengine watatolewa. Kwa ni hatari kubwa kwa kweli. Mwenyezi Mungu ameona kitu gani mpaka akufukuze wewe katika group, katika kundi la wacha Mungu, akutoe nje? Una matatizo gani? Kwa tuombe sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila siku. Dua hili ndugu zangu ndio ambalo alikuwa analiomba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa Mtume akiomba mara kwa mara, anasema ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika. Ewe mwenye kufikisha nyoyo, kuitia umatu, ewe mwenye kugeuza nyoyo, ithibitishe nyoyo yangu mimi, nyoyo zetu ithibitishe ala dinika, juu ya dini yako. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika. Tuombe sana dua hili, kwa sababu wengine watafukuzwa, watatolewa. Ni sawa na timu ya mpira, kocha amechagua, amepanga listi yake, amepanga watu wanacheza, wanafanya mazoezi, alafu katika mechi yenyewe anaambia anapanga listi, wewe utacheza hapa kadhaa, wewe utacheza hii, atachagua watu wake, wengine anawatoa. Wale wanasikitika sana wale. Na wengine wanaamua hata waende kwa waganga ili naye apangwe katika listi. Sasa hii bure tu, mmoja muombe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatupenda sana, na amesema kwamba niombeni nitawakubalieni. Tumuombe sana Mwenyezi Mungu. Tusikubali kutoka hapo tunafurahia tu, tuna raha, hakuna tatizo lolote, tunatolewa katika listi yake ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya watu wema, watu wa kheri, anatutoa sisi tunafurahia tu, tusione furaha kabisa. Ndugu zangu, leo nimekuja hapa
lakini nina masikitiko sana. Nadhani na nyinyi mnaelewa kwamba ndugu yetu hatuko naye, na haya masikitiko makubwa. Alikuwa anafanya harakati kubwa sana. Kwa hiyo ameondoka ndugu yetu Sheikh Mdesa, maarufu sana, ndio ameanzisha harakati sana za vijijini. Leo ametoka, tunashika kazi hii, lakini si rahisi kuifanya kama alivyokuwa anaifanya yeye mwenyewe marehemu Sheikh Mdesa. Alikuwa madhubuti kweli. Ndugu zangu, jambo lingine ambalo nataka kusisitiza la muhimu ni kwamba hali ya Waislamu duniani na hususan Tanzania, na katika Tanzania vijijini, ni mbaya kupita maelezo. Hali zetu mbaya kweli. Kielimu tuko nyuma sana, kiibada tuko nyuma sana, kiuchumi vile tuko nyuma sana vile. Hali ya Uislamu tuna hali mbaya kweli. Sasa ili jambo sio la kunyamazia, lazima ifanyike mikakati ya kuboresha hali zetu. Tutaendelea kuwa hivi. Elimu ya dini ya Kiislamu tuko nyuma, elimu ya kimazingira vile tuko nyuma, kiuchumi tuko nyuma vile, na vile hata ibada vile tuko nyuma vile. Tunafanyaje? Lazima tufanye juu chini, tufanye mbinu za kuokoa kinachowezekana kukiokoa. Inqadhi ma yumkinu inqadhu, la budda an nunqidha. Sasa hii kitu gani kinasababisha hali zetu mbaya? Ndugu zangu, sisi Waislamu hatuna mikakati yoyote ya kujiboresha kiuchumi, kielimu, hatuna mikakati yoyote. Sasa je, ni sahihi? Tunafanya nini za Uislamu? Tunachokifanya sisi kama alivyozungumza Sheikh Mwinyi hapa ni kwamba mara nyingi tunaendekeza na tunaabudu chuki na migogoro ya sisi wenyewe, kwa migogoro midogo inatutia hasara, badala ya kuwaza maendeleo ya Waislamu katika maeneo yetu, maendeleo ya kielimu, maendeleo ya kiibada, maendeleo ya kiuchumi. Sisi tunaendekeza maendeleo ya sisi wenyewe. Tumekasirika, nimekereka, tunayafanya nini? Tunaleta migogoro, tunaleta maneno, fitna, na kwa lugha nyingine inaita majungu. Hii ndugu zangu inaturudisha nyuma Waislamu. Ndugu zangu, dini yetu imekamilika. Allah subhanahu wa ta'ala katika kutufanya sisi tuishi vizuri katika dunia hii ametupa mwongozo madhubuti sana. Katika Qur'ani tukufu Allah anasema, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni katika dini ya Mwenyezi Mungu yote kwa pamoja, wala msiachane, muwe kitu kimoja. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, nakumbukeni neema za Mwenyezi Mungu juu yenu. Idh kuntum a'daan, kumbuka pale mlikuwa maadui. Fa'alafa baina qulubikum, Mwenyezi Mungu akaziunganisha nyoyo zenu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, mkawa kwa neema ya Allah wote mkawa ndugu ya kupendana. Kwa hiyo mkiwa ndugu ndio mnaweza mkaweka mikakati ya kutatua matatizo yenu, mkaondoa migogoro yenu kwa ndugu, tuko pamoja. Kwa hiyo nyinyi tunatakiwa sisi wote tuwe ndugu moja, tunashauriana mambo ya kheri, mambo yenye kuleta manufaa kwa Waislamu, mambo ambayo yenye kuleta baraka, mambo ambayo ya kuigwa na wengine. Majirani zetu watuige sisi, sio sisi ndio tuwaige majirani.
Majirani kwanza waipende dini ya Kiislamu inoge, ipendeze, dini hii iwe baraka. Alafu wa majirani tuwapige sisi. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka sisi katika maisha yetu yote tunayoishi tumkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala. Na ameweka sharti la kukumbuka na Allah. Sisi bila ya Allah hatuwezi kufanikiwa. Hatuwezi kupata mafanikio yoyote. Hatuwezi kupata maendeleo bila ya msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ameweka sharti Allah subhanahu wa ta'ala la ili atukumbuke, atusaidie, atuletee neema, atuletee kheri. Sharti lake ni kwamba tumkumbuke. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adhkurukum, nikumbukeni mimi na mimi nitawakumbukeni. Allah angeweza kusema kwamba fadhkuruni wa malaikati yadhkurunakum, angeweza kusema hivyo kwamba nikumbukeni na malaika zangu watawakumbukeni, lakini hakutaka hilo. Yeye mwenyewe aliingia mwenyewe, nikumbukeni na mimi mwenyewe nitawakumbukeni. So malaika wa Allah vile wako na hali nzuri, wana uwezo mkubwa wa Allah, lakini hakutaka hivyo. Anasema nikumbukeni mimi na mimi nitawakumbukeni. Yaani maana yake ni kwamba atatukumbuka kutatulia matatizo yetu, kutuondolea shida zetu, kutuondolea umaskini wetu, kutufungulia milango yote ya elimu, kutufungulia riziki, na sisi tukawa raia wema, raia waliokuwa wazuri, majirani zetu wakatuiga sisi. Sasa ukumbuka, sio kwamba ukae msikitini ukafanya dhikri subhanallah subhanallah, au ukasema kwamba la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah, sio peke yake. Kumkumbuka Mwenyezi Mungu, ndugu zangu, huko unagawanyika katika sehemu kuu tatu. Kwanza inatakiwa Allah subhanahu wa ta'ala tumkumbuke moyoni. Moyoni tumkumbuke Mwenyezi Mungu, dhikri. Kumkumbuka moyoni kivipi? Tunaangalia maisha yetu tunayoishi, ndio ambayo anataka Allah subhanahu wa ta'ala ndio kumkumbuka mwenyewe, au tunaishi ovyo, tunaishi vibaya? Je, maisha haya tunayoishi tunamridhisha Allah au tunamkera Allah subhanahu wa ta'ala? Lolote tunataka kulifanya lazima ukumbuke Allah kwamba anaridhia au anakataa. Na kumkumbuka kwa nyie, ndugu zanguni, kwa aina ya pia kumkumbuka ni kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitendo, ndio ibada. Ibada hii ya swala ni vitendo, kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumkumbuka kwa nyingine kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kumkumbuka kwa kumtaja, kufanya dhikri. Na ndugu zangu, dhikri ambayo sisi tumeisahau, ambayo amehimiza Allah subhanahu wa ta'ala ni Qur'an. Mafundisho ya Qur'an kuyafuata, tuyafanye mafundisho ya Qur'ani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikri moja wapo ni ile ihtisam, kuungana kitu kimoja. Majirani zetu wameliona hilo, wanaungana, wanafanya mambo makubwa ya maana. Kwa mfano, wazungu wao wamesoma aya hii ya ihtisam, wakajua kwamba tayari Waislamu wana umoja, sisi tukikaa hivi tumekwisha. Wakaweka umoja wao unaitwa umoja wa kujihami wa nchi za magharibi, NATO, na umoja mwingine umeenda. Na huku upande wa mashariki wakaweka umoja wao unaitwa WASO, ingalau sasa hivi haupo, lakini bado umeshikamana WASO. Lakini Waislamu kila mmoja na lake, tuna ubinafsi. Kwa hiyo kwamba ndugu zanguni, utakuta Waislamu hawana mikakati yoyote ya umoja ya kufanya pamoja, kila mmoja kivyake chake na ubinafsi. Mtu akiwa na eneo lake, kisha kuwa mzee amezeeka, sasa ndio anaitoa wakfu, na anaitoa wakfu kwa Waislamu wajenge msikiti. Kwa hiyo Waislamu wanachukua eneo hilo kwa ajili ya kujenga msikiti, ndio alisema tayari wao wameridhika kabisa. Lakini hakuna mkakati kwamba Waislamu tuungane,
tuwe na umoja, tununue uwanja mkubwa kwa ajili ya kujenga hapo madrasa, msikiti na shule, pengine na hospitali tujenge hapo. Mpango huo hakuna, hatufikirii vitu hivyo kabisa. Tunafikiria tumepata kiwanja bure katukajitolea au kauza $500 milioni 2 inatosha hiyo. Kwa hiyo wanawake tuna mikakati yote. Sasa ndugu zanguni, mimi napenda kukumbusha mara kwa mara, tukipata mkusanyiko kama hii tuitumie kwa ajili ya faida ya mustakbali, faida ya baadaye. Tunatumia vipi? Lazima tuanzishe umoja wa Kiislamu. Umoja huu wa kanda zetu, kwa mfano kanda hii ya huko ya Kalenga una misikiti mingapi? Wote tushirikiane kwa pamoja. Kanda yetu ya Kalenga hii, kila msikiti kwa mwezi kwanza tunachagua mwenyekiti, katibu na mweka hazina, alafu kila mwezi ule msikiti uchangie kwa uchache 10,000 au 5,000. Kila msikiti uchangia hivyo. Tunaangalia kama tuna misikiti 10 kwa mwaka, tuna shilingi ngapi? Miaka 2 tuna shilingi ngapi? Miaka 3, 4 mpaka miaka 10 tuna shilingi ngapi? Hapo tutakuwa na uwezo wa kutafuta eneo kubwa kwa ajili ya maendeleo ya Uislamu. Pesa hizo kazi yake itakuwa kuleta maendeleo ya Uislamu, na kama kuna shida ya ghafla tunaitatua kwa kutumia pesa zetu tulizotoa hizo. Kanda yetu inashughulikia inatoa pesa katika mfuko wetu kutatua matatizo yetu. Hii ndio inaitwa inqadhi ma yumkinu inqadhuhu, kuokoa kinachowezekana kuokoa. Msitegemee kwamba kila kitu kifanywe na wafadhili. Sisi wenyewe Waislamu tunawajibika kuweka sadaqatul jariya. Kila mmoja ukitoa shilingi 100, hiyo ndio ambayo inadumu mpaka siku ya kiyama utaikuta. Ukitoa shilingi 1,000, hiyo ndio inayodumu. Hizi tunazotumia hizi zinakuishia hapa, lakini tunazotoa kwa ajili ya Allah ndio inayodumu. Kwa hiyo nilikuwa nawaombeni ndugu zanguni katika mkusanyiko huu ni kwamba iinge kamati ya kufuatilia misikiti yote hii ya kanda ya huku, kanda ya Kalenga pia hivyo, Pawaga wafanye hivyo, wapi Sakalilo, wapi sehemu zote wafanye hivyo. Umoja wa maendeleo ya Kiislamu. Tusinyamaze hivi tu, tunekaa hivi. Bora ya kuchelewa kuliko kukosa kabisa. Wenzetu wana umoja, wanashikamana, wanajikwamua matatizo kiuchumi, wanajikwamua vile wanafanya maendeleo. Wananunua maeneo makubwa, majirani zetu wananunua maeneo makubwa ya kufanyia ibada, wakijenga kanisa, hatukiki sehemu kidogo kama hivi, wakajenga msikiti na madrasa tayari sharidhika. Hawaridhiki, wananunua maeneo makubwa sana wote. Na sisi wote tunawajibika katika kutoa sadaka, sio ya mtu maalum sadaka. Sisi wote ni wajibu wetu kuchangia katika maendeleo ya Uislamu. Kwa hiyo ndugu zangu, hili tusilipuuze, tuanze kazi. Bora ya kuchelewa kuliko kukosa kabisa. Kukosa kabisa ni mbaya sana. Mtu toka anakuwa mdogo mpaka anazeeka hajaona maendeleo ya Uislamu makubwa ya kuikomua watu. Umoja wa Uislamu ulionekana. Wetu umoja wa Kiislamu ambao umoja huo ndio kimbilio letu sisi kabla hatujakimbilia kwa wafadhili. Tujikwamue sisi wenyewe kwanza kiuchumi, kielimu. Inawezekana katika kata zetu hizi akajitokeza kijana ana kipaji cha elimu cha kusoma. Sisi kugundua tukajichai kile kwamba huyu ana uwezo, tukamwangalia yeye, tukampeleka mbele akasoma bila safari. Akirudi huko na kwa msaada mkubwa. Elimu sasa hivi iko pana sana. Elimu ya dini, ana kipaji cha elimu ya dini, wote tusaidie kumsomesha.
ana kipaji cha elimu ya mazingira, wote tusaidie kumsomesha kwa ajili ya maendeleo ya Uislamu. Tuandae vijana, ndugu zangu, tushirikiane. Ndio umoja ambao umehimizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Tusidharau aya inayosema shikamaneni katika dini ya Mwenyezi Mungu yote kwa pamoja, wala msitengane, msifarikiane. Hataki Allah Subhanahu wa Ta'ala tufarikiana. Ndugu zangu, hii inaitwa dhikri. Qur'ani inaitwa ni dhikri, kumkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na tukifuata mafundisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo ni dhikri, faida itakuwa kubwa sana. Mwenyezi Mungu anakuwa pamoja na sisi. Na tukidharau mafundisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya i'tisam na mengine, kama tukidharau, matokeo yake ni kwamba maisha yetu itakuwa ya dhiki hivi mpaka mwisho wa dunia. Kwa sababu Allah anasema waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Hakika yoyote atakayepinga ukumbusho wangu mimi, basi maisha yake itakuwa ya shida, ya dhiki moja kwa moja. Aishi hapo, bali wanahshuru yawma al-qiyamati a'ma. Siku ya kiyama tamfufua akiwa kipofu. Qala rabbi lima hakartani a'ma. Ataalamika siku hiyo, Mwenyezi Mungu, mbona kwa nini umenifufua mimi kwa kipofu wakati kuntu basira, na ingali nilikuwa duniani naona, leo niko kipofu kwa nini? Ataambia kadhalika atafuta ayatuna fanasitaha wa kadhalika yawma tunsa. Leo nimekuja mafundisho yangu, aya zangu kabisa ukapuuza tu, basi na leo umepuuzwa. Kwa hiyo haja yako ndio hivyo. Mshike hata moja tukifanyia kazi, faida yake tutaiona. Moja ambayo imeiona tulifanyie kazi, itatuokoa sisi umoja na mshikamano, na tuache mfarakano, tuache tofauti, tuoneane huruma na tupendane, tuache chuki, fitna tuache nazo, tusameheane. Makosa ya binadamu hayakamilika, wote tuna makosa, tusameheane katika makosa yetu, na tutumie mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ndio nukta intilaq ndio pointi ya kusonga mbele katika maendeleo ya Uislamu. Tuache yaliyopita, tutumie mwezi wa Ramadhani kwamba tunafungua kurasa mpya, na acha yaliyopita tunasonga mbele katika maendeleo ya Uislamu. Sehemu zote zikalenga na maendeleo mengi, na vile Iringa mzima maendeleo ya Uislamu yapatikane. Lazima tuchukue hatua. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wal afwa alaykum.